Leo tutaongelea swala muhimu sana. Tutagusia kitu ambacho watu wengi wanakifikiria lakini ni kigumu kuanza. Kama tunavyoelewa kwamba afya sio kupunguza tu uzito. Afya ni mambo mengi. So hayo yote tutaongelea hapa leo. Lakini kabla sijaenda mbali, nataka nimkaribishe mgeni wetu. Asante sana Cynthia. Asante sana for the opportunity. Asante sana kwa kunikaribisha kwenye podcast yako. Nashukuru sana. Mimi naitwa Barbara Hassan Mareale, lakini najulikana zaidi kama Barbara Hassan. Ni mtangazaji mkongwe wa radio and a little bit of TV. Lakini pia nina foundation yangu inaitwa Barbara Hassan Foundation. Mimi ndo founder pamoja na CEO, lakini pia ni ambassador, ambao huu ambassador umetokana na kitu ambacho nimekianzisha cha mambo ya wellness. Kuna watu wakaniona wakasema tuende. Kwa hiyo pia nitaielezea kwenye story yangu. So in a nutshell, mimi ni Barbara na ni mama wa watoto 3, lakini ni mtangazaji na pia ni mtu wa kupambania mambo ya women empowerment, youth empowerment na kadhalika. Yeah, in a nutshell, that's me. Oh, wonderful. Thank you so much for your introduction nzuri. So, bila kupoteza muda, nataka kusema kwamba kama bado subscribe kwenye Jiongeza Podcast, tafadhali naomba ufanye hivyo kwa kuclick hiyo button hapo chini na pia kwa kugonga hicho kikengele ili every time na post video mpya, video nzuri kama hizi na wageni ambao wanaongea mambo makubwa ya kutuelimisha na hata mambo madogo. Lakini anyway, ili usipitwe, basi make sure unagonga hicho kikengele cha notification na pia kusubscribe. Na pia naomba ushare link ya Jiongeza Podcast na rafiki zako na kwenye social media zako. So, in your case, nini haswa kilichokufanya mpaka ufanye uamuzi huu mkubwa wa kwamba sasa hivi nataka nianze kushughulikia afya yangu, nataka nikae vizuri? Yaani ni mambo gani haswa na kwa nini sasa hivi? Kwa nini haikuwa mwaka jana, mwaka juzi, ama kwa nini siwe miaka miwili inakuja? Yeah. So, kwangu mimi kwa Mtanzania wa kawaida aweze kuelewa vizuri ninavyochukulia mimi, wellness kwangu ni uponyaji, kupona. Whether ni mentally, physically, emotionally, spiritually, financially, lakini kwangu mimi wellness naita kupona. Sasa mpaka nikaamua kujiingiza kwenye wellness, na by the way sikujua hata kuwa it's a huge industry. Nilidude likubwa kumbe ambalo watu wengi sasa hivi wanawekeza sikujua hata before. Lakini mpaka nikaangukia humu ni kwa sababu ya kilichonitokea mimi hapa binafsi. So this is my story. Nilipomaliza tu shule, nilianza chuo ndio, lakini I dropped out kwa sababu niliona kama wananipotezea muda hivi. Nikaona talent is more important. Na kweli nilipoenda kujitambulisha kwenye radio ambayo nilikuwa nafanya kazi, Clouds FM of course, wakanielewa na nikaanza kazi. This was 2003 December. Nimefanya kazi pale miaka mingi sana, lakini in between nilienda kufanya kazi kwenye advertising agency, so I had 2 jobs. Nilikuwa copywriter kwenye advertising agency for 4 years na huku ni mtangazaji. Nikaendelea, nikatoka kidogo Clouds, nikarudi tena 2008 rasmi, ambapo hiyo 2008 sasa ndo niliendelea nayo mpaka 2023. Sasa all through I thought I was okay. Si unajua unafanya kazi, unaenda unakutana na watu wapya, hiyo networking nini, the kids are okay, they can go to school, wana pay rent, so you feel you're okay. Kuna vivitu huviangalii. So I think kulikuwa na underlying issues for a very long time ambazo sikuwahi kuzi-address au kuji-address mimi mwenyewe. Probably ilikuwa naviweka at the back of my mind. So in 2022 nilijifungua kwa operation. Baada nilikuwa sijawahi kufanya operation mimi hata kidole. So I was very scared, mwili wangu ulishtuka, nikawa mweusi sana, nikawa kama natetemeka fulani, yani for a while. Yeah? Yani nadhani sijui ni zile dawa, sijui I don't know what happened to me. So nikapungua kwanza, nilipungua sana. And then later on my body just ikaswell up. It just, yeah, and here we are. So anyway, baada ya kwenda maternity, niliporudi pale redioni wakaniambia, we have a challenge for you. You've been in radio for more than 10 years. Kwa nini usijaribu TV? Actually, unahitajika zaidi TV. I was like, oh, okay, I love challenges. I was like, let's do this. So nikaenda Clouds TV, kulikuwa na kipindi kipya pale, nilikuwa nafanya na Bibi Kabai pamoja na Masud Kipanya. Tukafanya kipindi for a whole year. So after that year, ilipoisha wakasema kuwa wangependa kila mmoja aende independently. Yani mimi nianzishe kipindi changu, Baby aanzishe cha kwake, Masudi alikuwa amesharudi redioni. I told them to give me time. Nikaenda kufikiria, lakini kuna kitu kikawa
push nifanye my own things ili kutengeneza legacy ambayo naweza kuachia watoto wangu. And at that time nilikuwa tayari nimeshaanzisha Barbara Hassan Foundation. So nikafanya maamuzi magumu bila kufikiria, bila kufanya research. That's where I went wrong. Nikajitutumua tu, nikaamua I'm leaving. So I left. Na nikaanza kupush sasa my foundation. At that time pia ndo kipindi ambacho Rais wa Marekani Trump akawa amekata the funding kwa ajili ya vitu vingi. So una ideas kubwa sana, ideas nzuri sana, lakini there are no funds. Hakuna donors. So how do you pull the projects through? Kwa hiyo nikaanza kustruggle sasa. Hata kama ni savings umeziweka zinaanza kuisha, because now I don't have a job, I am at home. Kuna watoto wawili ambao wao wadogo sasa ambao wananitegemea, wananiangalia hivi. So I tried to do vitu vidogo vidogo vya hapa na pale, at least hatukuwahi kulala njaa, hatukuwahi kufukuzwa kwenye nyumba. But unajua kuna that kind of financial independence ambayo ulikuwa umeizoea, ambayo ungependa iendelee, lakini it's not there anymore. Na kurudi kule, huwezi kurudi kwa sababu uliondoka mwenyewe, mind you. I left by myself, sikufukuzwa. So nikasasa pride nayo ni issue nyingine. Nikasasa nirudi kule tena kwenda kuomba kazi. Let me just struggle tu, nihangaike, nitapata tu something to do. So imagine not having a job for 2 years. Yeah, kuanzia 2023 mpaka 2025. In 2025 akani approach Salam SK, ambayo ni one of the managers wa Diamond Platnumz, lakini pia ana radio station yake inaitwa Mjini FM pale Masaki. Akanipigia, akaniambia Barbara bana, njoo basi tufanye kazi hivi na hivi. Nikamwambia okay. So I went nikafanya kazi pale. It was doing very well. The show was doing very well. Nilikuwa na Evans Bukuku, the comedian. So after a while sasa kukaibuka sasa ile issue ya ithibati from the government, ambapo tulitakiwa sisi kama journalists au watangazaji wote tuwe na makaratasi pamoja ni kitambulisho, ambacho kitambulisho lazima uwe umesomea kuanzia degree, kuanzia diploma. Uwe umesomea mass communication ndio uweze kupata hicho kitambulisho. Mimi si nili drop out, nakumbuka nilikwambia. Nikaenda kusomeaga, nilienda kufanya project management huko. Anyway, ikabidi tukaambiwa tupumzike mpaka tutakapotafutwa. Although kulikuwa kuna kipengele cha wakongwe, tuliangaliwa in a different way. Tukaambiwa mnaweza kuandika barua ya kuomba, yani kama unaandika CV yako, yani kwa nini uachwe uendelee kutangaza. So tukaandika zile barua, lakini hatukujibiwa. Kwa hiyo ikabidi turudi nyumbani, tukae nyumbani. So now nikawa nimekuwa hit twice. Ile ya 2023 and then here 2025. Depression. Wow. Unaangalia hivi haviendi, unarudi hivi haviendi. You're in between. Things are not moving. I tried doing events. I tried doing Babo Mnada, a platform that I started ya kwangu ya kuuza vitu vya watu. Yani kama kufanya awareness ya kuuza products and services za watu. Kwa sababu unajua nina ushawishi. Lakini wapi haviendi, yani haviendi. So depression ikaanza kunitafuna kidogo kidogo because I was overthinking. Unene ukaanza kuongezeka sasa, kwa sababu kuna watu wengine during depression wanaweza kukonda, wengine wananenepa. So mimi nilinenepa. Sasa ule unene ukawa sio hata unene wa afya, kwa sababu unanenepa huku unakuwa yani you're being, yani nikawa dull, yani no glow, no, yani nikawa najiongezea masumu tu kwa zile hasira na hiyo depression yenyewe. Huna kuongea naye, ukipiga watu simu hawapokei, wale ambao walikuwa wanakutetemekea, mtu akiona simu yako hivi anachanganyikiwa, and then everything just cuts off. Yani no one is speaking your call, no one is texting back, no one is, that support system that you thought you had, kila mmoja anayeyuka. Umesema point moja kubwa sana kuhusu mambo ya depression. It's very interesting. Ile umaarufu wako umekufa na marafiki wamekufa. It's so crazy, especially when you need them the most. Kwamba sasa hivi uko depressed, you are needing help, nobody is there. Wewe ulijua somebody depression? Mawazo yalikuwa mengi sana. I was always taking myself back with regret. Kuwa I should have done this. I should have mortgaged. I should have opened a business mapema. I should have had a side hustle mapema. I should have traveled more. I should have taken seriously zile relationships ambazo nilikuwa nazo za kiofisi, those corporate people ambao nilikuwa nakutana nao. Maybe wasingekuwa wananichukulia poa right now, wasingekuwa hawapokei simu zangu na kadhalika. Yani nilikuwa najirudisha sana nyuma, natamani yale maisha ya zamani. Yani yale maisha ambayo unajua kabisa tarehe 28 mshahara unaingia. Lakini sasa hivi you have to struggle for like 2-3 months ndio upate hata 300,000, 400,000, 500,000.
na pia unaanza kuangalia akaunti yako, unaona haina kitu, unaanza kuwaza, jamani, hawa watoto wangu nilikuwa nawapelekaga Mlimani City wanaenda kucheza, I used to have a car, I used to, hiyo used to, unajua inakufikirisha sana. Alafu naamka asubuhi, sina hata nguvu ya kutoka, sina nguvu hata ya kuamka pale, kutoka pale kitandani, yani sio kutoka nje kwenda kutembelea mtu au sijui ni nini, ya kutoka pale kitandani, sina hiyo nguvu. Nasema sasa nanyanyuka, naenda wapi? Naenda kutafuta nini? Yani ujisikia hata kuoga, ujisikia kutengeneza nywele, ujisikia kutengeneza kucha, yani you're just there. I was just there. So I thought, I read a book, sikumbuki kinaitwaje, and then it had telltales of a depressed person. Nikaona mbona kuna vitu ambavyo ndo mimi napitia hivi. So I started kujiangalia mimi mwenyewe, nikasema hivi mentally nikoje? Spiritually I'm strong, uzuri sikukufuru Mungu, nashukuru kwa hilo, imani yangu niliilinda. Lakini financially I am not well, mentally I am not okay kabisa, emotionally no. So nikasema kuna watu wangapi ambao wanapitia what I'm going through right now, lakini vile ninavyopitia au even zaidi, hawana hata mtu wa kuambia kwa you're depressed. So my first stage ni kugundua kwa I was depressed. The second stage was ku accept kuwa I am depressed. Nikatoka kule kwenye denial. Kwa sasa kule mwanzoni ambapo nilikuwa am I depressed or not? Nikawa yani nikikaa hivi bila kakinywaji, kawain fulani hivi kanini, yani naona yani I have to get something to sleep. Yani to call it a day, to sleep, ili nilale vizuri. Nikawa kwanza hata kingine nilikuwa sipati usingizi. Yani naweza kabisa nikaenda kulala saa 4 usiku, but saa 7 niko macho. Na hiyo saa 7 ni ngoma mpaka asubuhi hiyo. But I'm thankful kwanza my kids were there. They've always been there. They've always supported me and all that. Yani ilo wanani keep busy. Mama. So you know, you have something to wake up to. You have something to look forward to. Hiyo nayo ilikuwa inanisaidia kuipunguza hiyo hicho depression changu. Lakini all in all ndo nikafikiria nikasema how many people are going through the same na hawana pa kuelezea, hawana mtu wa kumwambia, hawana mtu wa kuongea naye. Why don't I do something? Kwa sababu mimi mwenyewe nahitaji huo uponyaji, mentally, physically, financially, emotionally. Kama mimi mwenyewe nahitaji, kuna wengine wengi. Kwa nini nisiwakusanye pamoja and we do this together? Yani tufanye kama safari, tuponewe pamoja taratibu. That's where the journey started. Sasa hapo ndo nikaamua kufanya an event called Wellness is ... Ile ... ni na kuachia wewe nafasi ya kusema wellness is ni nini kwako. So kwa mfano wewe Cynthia unaweza kusema kuwa wellness is to see your children happy, going to school, going for vacation, nini. Mwingine anaweza kusema wellness is financial freedom. Mwingine anaweza kusema wellness is happy marriage. Mwingine anaweza kusema wellness is having a job, being employed. Kila mtu ana namna yake ya kuielezea wellness is yake. Ndio maana anaita uponyaji. So the first day nilipoamua kufanya hiyo event, I reached out to a friend of mine who's an events manager, Hadija, nikamwelezea, akaniambia I love this. Wanaohitaji hapa ni wengi sana. Let's do this. Basi tukaanza mipango nini. So the first awareness video nikarekodiwa tena na mtoto wangu pale nyumbani, my daughter Ashley. So she recorded me, nikaelezea wellness is nini and why I want to do it, na kuita wadau, na nikawaambia kabisa any sponsors pamoja na speakers pamoja na watakaoshiriki sasa au wengine yani ambao wanahitaji ule uponyaji. Na I had planned kuwa nichajishe hela na kadhalika. So after the first video it went viral. Immediately after I posted it kwenye one of the groups that I'm in, WhatsApp groups inaitwa Events Tanzania, an old friend of mine akaiona ile video. He called me. Hapo, Barbara vipi? Poa. Nimeona video yako. Nikamwambia ehe. Akaniambia ulikuwa wapi all our lives? I'm like, okay. What are you talking about? Akaniambia, yani hii mambo ya wellness mimi unajua nimeanza for like I'm 4 years in right now. Nikamwambia where? Akaniambia my dear, we have the resources. My company inaitwa Maisha Bora Management Group, MBM. Chini yake tuna projects tofauti. Kuna moja inaitwa The Good Life. Hii The Good Life, chini yake tuna a place in Mtwara inaitwa Genesis Retreat Home. Yani hapa tunakufanyia all the wellness ambao unaziongelea au unayoongelea. Unataka massage, unataka a physio psychologist, unataka a doctor, unataka facial, unataka manicure, unataka gym trainer,
unataka proper nutritious food, yani we do all that katika Genesis Retreat House. I join kama member. Sasa we were looking for a mouthpiece, a person who understands ambaye angeweza kutusemea. Unaweza kuwa ambassador wetu mzuri tu wa the good life. I was like, okay, sounds interesting. Ndo hapo safari yangu ilipoanza sasa ya kufanya the event ambayo sasa walinisaidia, they supported me and did it with me, and then immediately after that ndo wakani pale kwenye event wakanitwika sasa au wakanivika uambassador wa the good life. Halafu baada ya hapo sasa ndo wakaniambia okay, now we have to live the truth, yani be a testimony. So umesema wewe kwa utaanza safari ya wellness, twende Mtwara, twende ukakae pale ili uishi hiki ulichokisema, Watanzania waone, wale ambao wataweza kwenda na wewe kwenye hii safari kwa kuja huku au hata kama ni online fresh, lakini at least waweze utaweza kuponya wengi. That's where the safari started. Kitu nilichopenda pia ulichosema ni kwamba huku mwacha Mungu. Faith yako ilikuwa iko pale pale, unajua kwamba unapitia mambo magumu sasa hivi lakini God sees you. So mimi ninavyoiangalia when you are talking about it ni kwamba wow, angalia Mungu anapoleta baraka zake. Kwa sababu here you are, you just did your little video, alafu mtu huko mwingine kabisa akaona akakuletea hii baraka nyingine. Hongera sana. So mental health unaiangaliaje? Me personally. You personally. Okay. Yani kwenye journey nzima, kwenye safari yako yote, is it a priority? It is the highest priority. Yani, because when I got here to the Genesis Retreat House, through their program ya The Good Life, wakaniambia kabla ya kukutana na the gym trainer, kabla ya kukutana na nutritionist, lazima kwanza ufanyiwe vipimo vya kiakili na psychologist. So I met Dr. Chris, who's the psychologist here. Akaambiwa nifanyie tathmini. So we just sat. It was very kawaida. We just sat, tukapiga story. Akaniuliza maswali, akaniuliza my journey, as in my life, about my life, amuelezea. Akaniambia, Barbara, okay, slow down. Let's work with you first. Lakini what I have gathered is, wewe umepona, wewe hauna tatizo wewe. Nikamuuliza why? Akaniambia kwa sababu you've already accepted whatever you are going through, alafu you have hope for the future. Yani in the future kabisa umeshaanza kupanga mipango ya baadaye. Ina maana wewe hauna shida tena. Yani umeshatoka kwenye kujilaumu na kulaumu wengine kwenye past yako. Wewe sasa hivi unaanza kuangalia ya mbeleni. And ya mbeleni huyaangalii kwa ubaya, unaangalia jinsi ya kusaidia watu, unaangalia jinsi ya kutengeneza pesa, unaangalia jinsi girl, you're okay. You're okay. So immediately after, so that was the number one thing I did immediately I got here. So baada ya hapo sasa ndo nikaambiwa haya twende hospitali kwa ajili ya vipimo, full body checkup. Baada ya hapo sasa ndo diet, and then mazoezi sasa na the gym trainer. Mpaka sasa hivi hapa tulipofika. Yeah. Wow, amazing. So wanawake wengi kuanzia miaka 38 kwenda juu, yani that's the stage where miili yetu kweli inabadilika, baini haswa kwenda juu. Yani unajua hormonal changes, kila kitu kinabadilika kwenye mwili. Kuna wale ambao kuna wale ambao they're so lucky, miili yao inabaki kama ilivyo. Lakini kuna kina sisi sasa, ukiamka asubuhi sura imevimba iko vile, ukigeuka hivi yani unajaa uzito usioelewa, unanenepa bila kuelewa kwa nini unanenepa. Sio kwamba unakula vibaya, sio kwamba hufanyi mazoezi, unafanya kila kitu unachotakiwa kufanya, lakini kwa sababu ya hormones kila kitu kinabadilika sana. Kwa wanawake mfano wanaojisikia hivi na wewe umeshaanza hii safari yako ya wellness, na uko hapo Genesis sasa hivi, kitu gani unataka uwashauri wanawake kwamba wewe mwenyewe tu kwa kujiangalia, do you feel you have always been healthy, lakini kutokana na umri unaenda, watoto, maisha, kila kitu kwenye mwili wako kinabadilika. Na je, wewe mwenyewe have you checked your hormones na vitu kama hivyo vyote? Uzuri ni kuwa kwenye ile wellness is event that I did, ni kuwa very specific kwenye kuchagua speakers ambao nilipenda wawepo that particular day. Na mojawapo ya vitu ambavyo I champion ni issue ya perimenopause na menopause. Why? Because it's like a taboo talking about it in front of people. Yani kwenye umati huwezi kuiongelea. Kwa hiyo hata wakati ambao nilikuwa kwenye radio specifically Mjini FM, nilimtafuta rafiki yangu mmoja Money Finance, Monica. Nikamuomba, nilikuwa tunaongea tu story. Nikamwambia jamani,
nyie perimenopause vipi? Kwa sababu mimi sielewi kinachoendelea kwenye mwili wangu. Kwanza I did not understand what was happening to me mpaka niliposoma kitabu cha Gabrielle Union. Nilipokisoma kile kitabu, she was telling she was talking about yeye experience yake ya perimenopause, na yeye ndio hivyo pia hakujua, hatukuandaliwa, hatuambiwagi hivi vitu na wazazi wetu wala mashangazi wala waliopitia. So inakuhit but you don't know what's happening. Kama hiyo kutokulala vizuri, jasho linamwagika usiku kucha, being moody at all times, being bloated. Zamani ilikuwa mimi nikifanya mazoezi wiki mbili tu you can see the difference, but now ni changamoto. Ni changamoto sana. Yani mwili ugogoma. Kuna this doctor wa pale Muhimbili anaitwa Dr. Ngarina, nikamuomba awepo siku hiyo kuja kuongea. Jamani, alivyokuwa anaongea pale akarekodiwa. Uzuri nilipata support ya media kutoka SNS Simulizi na Sauti, so watu wake walikuwa pale wakarekodi vizuri, ile video ilisambazwa. And then sasa some guys, people's husbands, wakawa wana DM wananiambia, Barbara, tunakuomba next time you do an event like this, nakuomba tualike na sisi wanaume ili tuelewe wake zetu wanapitia nini au wachumba zetu wanapitia nini, sababu yani sisi wenyewe yani mwanamke akipitia ile perimenopause na zile hormonal imbalance zake na nini na moodiness zake na what automatically she affects everyone around her. Watoto, mume, wakwe, wazazi wake mwenyewe, marafiki, kazini, her colleagues and all that. Automatically ripple effect yake inakuwa kubwa sana. So wakawa wananiambia if we will be able to understand what our women are going through, itakuwa rahisi kuwaelewa na kujua tunawasaidia vipi. But perimenopause kiukweli ni challenge kubwa sana kwa wanawake wengi sana, na mpaka sasa hivi after that particular event nimepata maombi mengi sana ya kuendelea kuongelea perimenopause na menopause ili wanawake wengi zaidi waweze kuielewa na waweze kupata msaada. Kwa mfano Dr. akawa anaelezea, Dr. Ngarina akawa anaelezea kuhusu supplements that we're supposed to take, lakini huwezi tu kujiamulia kwa nitachukua supplement hii nitachukua. No, lazima uende hospitali, uende kaangalia mapungufu yako yako wapi, kwa sababu mimi labda ni magoti, mwingine labda ni ngozi, mwingine labda ni nywele zinangofoka, mwingine, kila mmoja inamjia kivyake. Mwingine menstrual cycle yake inabadilika kabisa au inazidi. Hivi vitu vyote lazima uende kumuelezea daktari, mtu ambaye amesomea hivi vitu aweze kukupa mwongozo sahihi. Kwa mfano mimi hapa kuna supplements ambazo niliambiwa kabisa ni lazima ninunue na nazitumia kwa sasa hivi, yani haviepukiki. Lakini usiende tu ukanunua over the counter just because you can. Muhimu zaidi ni kuwa uende ukafanyiwe tathmini and then uambiwe kabisa kuwa unahitaji hiki na hiki. Lakini I have decided and I will still say this, kuwa issue ya perimenopause na menopause mimi nitaendelea kuchampion, na every time I have time or a place or platform nitaongelea perimenopause na menopause, sababu jamani kuna wanawake wanateseka. Kuna mmoja alinitafuta DM pia akanambia, sister, yani alichokiongelea doctor mimi nilikuwa naangalia huko natetemeka, yani kile alichokielezea mimi mara 5 yake. Mwingine akaniambia, mimi nilifanya operation ya kutoa kizazi kwa ajili ya kupunguza chances za kupata cervical cancer, kansa ya shingo ya kizazi, lakini kumbe nimezidi kuharibu. Menopause imekuja kuhit na kwamba nimechanganyikiwa, yani mwili wangu umechanganyikiwa, mimi sielewi, yani hata sijui kinachoendelea katika mwili wangu, nachanganyikiwa. Hasa imagine kuna wanawake wangapi ambao wanapitia hivi vitu, lakini labda hana smartphone, kwa hiyo hakuona ile video ambayo mimi nilipost, hajui kinachoendelea labda yeye, yani how many women are going through this na tunawafikiaje? Kwa hiyo ndio maana nikasema every time or every chance I get nitakuwa naiongelea. Kwa hiyo kuhusu hiyo supplements and kadhalika na perimenopause nimechomekea huko tayari. Mention kuhusu mambo ya perimenopause na menopause is so true. Watu tunapoanza perimenopause na kuendelea walioko kwenye menopause, yani mwili hubadilika sana na afya ya akili pia hubadilika. Mimi nikikwambia what I've gone through, yani huwezi amini. It's just part of the process. Umenelewa And then things change. Unajua japo sisi wazazi wa mama zetu hawakutuelezea kitu chochote kutuandaa, hata kwa Marekani ndo watu wengi wanaongelea sana kuhusu mambo ya perimenopause na jinsi wanavyoshtushwa na hii shughuli. Lakini mimi nadhani kitu nimeanza kujifunza ni kwamba there's something different, kwamba labda wa mama zetu
maybe they went through the process, lakini haikuwa to the extent sisi we are going through. That is true. Kwa nini nasema hivyo? Unajua, environmental changes, chakula changes, mambo mengi Exactly, changes. lifestyle. Yes, yani I really think sisi we are more affected kwa sababu ya mambo mengi zaidi, whereas wamama zetu na mabibi zetu maybe hawakuwa affected that much kwa sababu again they lived a different kind of lifestyle then, ambayo wellness yao ilikuwa different na vitu vyao zaidi vilikuwa zaidi vya kienyeji, everything they consumed, hata madawa walikuwa na consumed zaidi yalikuwa yani, sitaki kusema kienyeji in a bad way, lakini zaidi ni mitishamba, zaidi ni vitu ambavyo ni vizuri for your health. Organic. I am so glad and I hope in the future maybe we can collaborate kwenye mambo ya perimenopause na menopause and talk more about it. I actually spoke to there's a chiropractor that I also invited kwenye hiyo event is wellness is event, na akaongea pale akasema you guys mnachukulia hivi vitu poa, lakini lifestyle imechange so much kiasi cha kuwa sasa hivi hii perimenopause ilikuwa inaanza before, ilikuwa ni kuanzia 50s huko kuendelea, lakini it wasn't as bad, just exactly what you just said, but anasema sasa hivi imerudi nyuma, yani younger girls wanapata perimenopause kuanzia 25. Yes. He mentioned kuanzia 25, and then I was like kwa hiyo it's more or less like fibroids, because fibroids pia before ilikuwa fibroids zaidi zilikuwa zinawapata labda utakuta masista wa kanisani kwa sababu wao hawajifungui, yani hawapati watoto wale, si wanakuwa yani ni nani wale masista wa Katoliki wale si hawaolewi, kwa hiyo ilikuwa zaidi wale ndio wanapata fibroids kwa sababu hawazai, hawabebi mimba. Lakini sasa hivi yani fibroids unakuta msichana tu, yani binti mdogo kabisa, miaka 18, miaka 20, miaka 25, tumbo limevimba hivi, akaenda kuangalia anakuta na fibroids nyama kubwa hivi, kilo 5, kilo 6, kilo 10 tumboni. So I think one way or another hizi hali na magonjwa fulani hivi especially kwa wanawake ni pia kwa sababu ya change of lifestyle ya kwetu ya sasa hivi, especially au specifically vyakula. Zamani mama zetu wanatembea mwendo mrefu kwenda kutafuta kuni, kwenda kulima na kadhalika, au kwenda kuchota maji. Sisi unanyanyuka, unaingia kwenye gari yako, drive kazini, unakaa ofisini the whole day, kiyoyozi kinakupuliza, jioni huyo mpaka nyumbani. Kwa hiyo hatutembei, hatufanyi mazoezi, hatupiki. So tuna namba za za washikaji wa chips vumbi kama zote kwenye simu zetu. Na wadada wa chapati. Kweli tunapenda na vitumbua. Yani kuna vyakula fulani hivi haviepukiki kwa Mtanzania wa kawaida kabisa. So labda ni kurudi kidogo, kwa sababu kama kwa mfano kwa nutritionist wangu mimi nilimwambia please don't write for me fancy stuff, na kuomba tu niandikie vitu ambavyo I can easily get. Yani nikienda sokoni pale nitakuta viazi vitamu, nitakuta sijui magimbi, nitakuta mihogo, yani niwekee vitu choroko, niwekee vitu vya kawaida kabisa ambavyo sitapata shida au havitakuwa bei kubwa mimi kuweza kununua. Kwa hiyo akaniandikia hivyo nilivyomuelekeza. So ni vile ambavyo unasema vitu vya kienyeji. Kwa hiyo nimerudi kule kumbe hivyo ndo tiba. Lakini sisi tunataka kuonekana mimi nakula pizza, nakula fried chicken na nini ambao wamejazwa ngano na kadhalika. You can do that but at least once a month or like twice a month. Sio ile kila siku. Tunajisahau sana. Tunaona kabisa kuwa ili uonekane una status fulani you have to eat certain kinds of food. Lakini ndio hivyo unakuja kurealize too late, mwili umeshaharibika, mwili umeshabovuka. Ndio hivyo tunajaribu sasa kujirudi na kuweza kutengeneza miili yetu. Tumerudi kule kwa wazee wa zamani sasa hivi. Very interesting umemention hiyo. I always talk about this. Sisi wa Tanzania, and unfortunately sisi wa Tanzania tuna kasumba zetu. We put ourselves in certain levels kwamba I'm like this because I'm in this level, I eat this way or I do these things. Wakati tuna vitu vyetu vya kienyeji ambavyo watu wa nje wanakuja kuvitafuta kule kwetu ili waweze kuishi maisha bora, kwa sababu huku kwao wameshagundua mambo ni mabaya. So mimi I always encourage people rather than you kila mara kwenda sijui GameStop ama kwenda kule Shoppers kununua vile vitu vya kisasa zaidi, try kwenda kwenye soko la kawaida. Nenda Kisumu, nenda soko la kawaida, nunua vile vitu ambavyo ni fresh na good for your health. Nenda ferry kanunua samaki fresh. Hizi ndo elimu zenyewe, kama ninavyosemaga hapa kwenye Jiongeze podcast all the time. Wageni wote na waleta
ni tunajifunza kitu kimoja ama viwili, kwa sababu I know kila pale tunapo interact na watu wengine, tunapo collaborate, ndo pale watu tunaweza kuwafungua akili sisi wenyewe. Mimi mwenyewe kuna vitu vingine hapo umesema, I'm like I didn't think about that one. Sijui kila kitu, mimi mwenyewe sijui kila kitu. Umeshaelewa, hatujui kila kitu. Kwa hiyo lazima umpe mtu chance pia ujifunze. Exactly. And that's all the purpose na ya Jiongeza Podcast. Yani ndo dhumuni zima la Jiongeza Podcast. So I'm so happy kwamba you are bringing up all this awareness. Kama kuna mwanamke ambaye labda yuko miaka 38, 35 kwenda juu, 40 zaidi, wanasikiliza hii video, wanajisikia so overwhelmed, wameshakata tamaa, ni kitu gani wewe unaweza ukawashauri ili waanze? Kwa sababu labda anajisikia kwamba it's too late kuanza sasa hivi. Hebu angalia ndivyo mimi nimeshakutana na wanawake wengi sana wanakuambia embo babwe, it's too, yani nianze sasa hizi, nimeshakula miaka yote hiyo, nianze sasa hizi, yani ndo nifanye hizo changes, sasa niendelee tu na haya ya maisha. So watu kama hao unakuta moyoni labda kweli anataka kubadilika, lakini ndo hivyo, yani ile urgency ama urge inakuwa very low na ile kujisukuma inakuwa very low. Una advice nini? Okay, kuna neno sisi wanene huwa tunajipa nalo moyo, eti mbinguni tutapewa miili mipya. Wewe acha hizo story. Waga ni sentence ya kujipa moyo tu kuwa mimi ni mnene hapa nishashindwa, yani tuachane nayo. Hebu naomba hata kabla hujaenda huku kwingine kote ambapo utaongelea, tueleze kwanza, kwa nini unene si afya? Kwa nini? Ni maradhi gani? Ni vitu gani ambavyo inabidi tuwe worried about it, ambavyo wewe labda vinakuorisha hata wewe mwenyewe? Mpaka nimeamua kufanya hii safari ambayo naita Wellness is the Good Life ni kwa sababu najua kabisa unene, of course madaktari washatuambia unene sio afya, kwa sababu ni kama unavutia, yani ule unene unavutia magonjwa hatarishi kama pressure, kama sijui maradhi ya moyo na kadhalika. Yani ni kama umeacha mwili wako wazi uweze kuwa attacked na magonjwa ambayo hayawezi kukuweka salama. Na pia mwenyewe utaki kuona graduation ya mtoto wangu Shabel, mimi nikienda pale watu waseme kuwa mimi ni dada yake, kwa sababu unajua unene unazeesha, unene unadumaza, unene unakufanya usiweze kufanya vitu vingi sana, unene unakufanya usipendeze, nguo nyingi hazikupendezi. Kwa hiyo aside from everything ni hiyo issue ya magonjwa kukunyemelea, magonjwa nyemelezi, and secondly pia hiyo kupendeza. Unajua kupendeza nako kuna kupa confidence, lakini ukiwa mnene yani unavaa kila kitu, unavaa hiki hakikai, yani viatu virefu huwezi kuvaa basi. Na wale ambao ni wanene lakini wana confidence wapo, lakini wakumbuke kuhusu magonjwa nyemelezi, wakumbuke tu kuhusu magonjwa nyemelezi basically. Na kwa hawa ambao wenzangu na mimi ambao tunahisi kuwa muda umeenda sana, unahisi you're 40 something, unaona kuwa muda umeenda sana, sasa hata nikifanya sasa hivi yani namfanyia nani? Hata yani and then what? It's never too late, that's one. Na ndo maana hata mimi mwenyewe it took some time mpaka nikaamua okay, now I'm doing this. Kwa sababu hata The Good Life kupitia Maisha Bora Management Group wasinge nilazimisha mimi kufanya. Niliwaambia mimi mwenyewe, guys, I am ready. Kwa sababu unaweza ukamvuta yule ng'ombe ukampeleka mpaka kwenye mto, lakini asinywe yale maji. Atakunywa kwa muda wake atakapojisikia. Kwa hiyo pia ule utayari, accepting kwa na kukubali kwa okay, I really need this and I'm not doing this for anyone, I'm doing it for me and my kids. Niweze kupata muda mrefu au maisha marefu zaidi ya kukaa na watoto wangu, niweze kuja kuona ndoa za watoto wangu, niweze kuja kubeba wajukuu wangu, niweze yani ni enjoy life na watoto wangu. I have to make this happen now. So I'm ready right now kwa sababu ya hiki na hiki. Yani unajiwekea target zako. Pia tusiangalie kuwa you are very late na pia tusiangalie kupungua kwa haraka. No. Hizi nani za haraka sijui kuna zile dawa za kuendesha, kuna sijui dawa za nini, tuachane nazo. Bora ufanye diet yako, maji mengi na mazoezi. Na mazoezi yenyewe ndio maana mimi siendi gym. Nafanyia nyumbani, why? Au beach. Yani ili niweze kutumia vitu vya kawaida kabisa ambavyo viko pale nyumbani ambavyo na wewe unaweza kwenda na hii safari na mimi. Kwa mfano, badala ya yoga mat natumia mkeka. Kwa mfano, badala ya zile dumbbells natumia chupa za maji yale makubwa, naweka maji au naweka mchanga natembea nazo. Kwa mfano, ile kuna kinani fulani kijiti
ambao unatakiwa kufanya mazoezi ya mikono, I use ile ya broom, stick ya broom. So yani najaribu kutumia vitu ambavyo upatikanaji wake ni mrahisi zaidi, ili mtu asisingizie kuwa sina hela ya kwenda gym. Hata mimi sina hela ya kwenda gym, ndio maana nafanyia hapa nyumbani. Kwa hiyo ningependa yani wote alafu unajua pia safari ya mtu mmoja inachukua a longer time, lakini tukishikana mikono tukasema okay ladies, let's do this kwa pamoja. Leo asubuhi umekula nini? Mimi asubuhi nakula mayai mawili na green tea kwa mfano, mayai mawili ya kuchemsha na green tea. Okay, na wewe umekula nini? Mimi nimekula kipande cha sweet potato na green tea. Mimi lunch nimekula sijui nini na papai hapo pembeni. Mimi nimekula hivyo. Ile kufuatiliana pia inasaidiana kupeana moyo. Na mimi nashukuru sana actually kwa sababu sikujua kama ile video ingeweza kumleta Cynthia, sikujua ile video ingeweza kuleta wanawake wengi sana ambao wamenifuata pembeni na kuniambia we are ready to join you. Sikutegemea kuwa kwenye comments ningepata 90% ya positivity. So ile wale kwa sababu wa positive ni wengi zaidi, imenipa pia nguvu na imenipa deni kubwa zaidi kwa hawa wanaonifuatilia, ili niweze prove to myself kwanza. I have to prove to myself kuwa I can do this and I am doing this. And then secondly, kwa wale wanaonisupport emotionally, physically, wale ambao wapo, wale ambao wameinvest in me kwa ajili ya kuona hii kitu inakuwa mimi ni a living testimony kabisa, ili watu watoke huko wanakotoka waje Mtwara hapa Genesis Retreat House, na wao waje wawe well na mimi, kwa sababu nitakuwepo hapa kwa muda. Lakini yote kwa yote, I just want to say kwa hii safari ya Wellness is the Good Life is not a 2 weeks safari. It is not a 1 month safari. Hii ni safari endelevu mpaka nitakapofikia target yangu ninayotaka mimi. Kama nimesema nitapungua 20 kgs, so be it. Mpaka nitakapofika hiyo. Kama nitapungua 40 kgs, so be it. Nitaenda mdogo mdogo, na hii mambo ya kufanya haraka haraka after 2 months unanenepa zaidi. Kwa hiyo ndio maana nataka kwenda nayo taratibu ili iwe lifestyle. Yaani lifestyle in the sense that hata mtu nikimwona anakula chips pale namwangalia hata habari sina. Kwa sababu nishazoea na nisharidhika na what I am eating. Because najua at the end of the day what I'm trying to do to myself au to my body. Kitu kikubwa ulicho mention ni accountability, kwamba ukiwa na mtu wa kusaidia kufuatilia, yani mnaulizana maswali, hapa leo umefanyaje wewe, hapo umefanya, yani hicho ni number 1 key. Kufanya mwenyewe ni vizuri kama unaweza, lakini a lot of times unakuta kunakuwa na vikwazo vingi, unajikuta umesharudi kule mwanzo, kwamba umeshakata tamaa. Mimi mwenyewe niko kwenye hii safari, nimebadilisha vitu ninavyokula, naanza kuangalia jinsi ninavyoconsume mwanga na vitu kama hivyo, mafuta na vitu kama hivyo, na kufanya mazoezi. So I do about at least 10 to 15,000 steps a day, kutembea tu. And then other days I go to the gym. But nina realize kwamba again, kutokana na umri pia, saa nyingine unahitaji pia push ile ya trainer ambayo anakusaidia wewe push zaidi, yani inasaidia. Ukishamaliza ile mazoezi unajisikiaje? Unajisikia so much better, furaha nzima, yani mpaka unasema eti nilitaka kutoroka leo why? Yani ni kishetani tu kinakupitia, unataka kuharibu shughuli. I know. So kama mfano watu wanataka kujoin ili kuanza na wao safari yao ya wellness, lakini wewe labda umeweza kupata mtu wa kukuangalizia watoto, lakini wao wanatakiwa kazini, wanatakiwa hivi, wao wanawezaje kupata hii support system? So nilikwambia kampuni ambayo ndo kampuni mama inaitwa Maisha Bora Management Group. Na one of their projects ndo hiyo The Good Life. Good Life sasa, The Good Life ndo ambao wana a membership system. Kuna ile ya kawaida, kuna ya executive, alafu kuna ya VIP. So you pay kwa kujaza form na nini, and then you pay to be a member, alafu unapewa kadi yako. Ukishapewa ile kadi unapewa benefits ambazo utazipata kulingana na the hierarchy ya the card that you've bought. So kwa mfano, let's say wewe Cynthia umechukua executive. Ina maana wana retreat house huku Mtwara, Genesis Retreat House iko Mtwara, lakini wana Maisha Bora Management Group headquarters ipo Dar es Salaam, Morocco pale. Pale pia inakuwa ni kama, yani most of these services ambazo ziko huku na pale kwenye headquarters zipo pia. Lakini sasa sio zile za kuishi kabisa, kwa sababu huku kwenye retreat house it's like a hotel, it's a hotel kabisa. So you can actually ukakaa mle kabisa. Kupitia ile kadi yako kulingana na how much umenunua, or rather how much umelipia, ina maana unaweza ukapata, kwa tuanze na Mtwara, unaweza ukakaa pale hotelini kwenye the retreat house that is, ukapewa na chakula ambacho unahitaji, ambacho ni nutritious food from a nutritionist ambaye atakutengenezea.
utapata a service kama unahitaji ya psychologist, utapata kama unahitaji ya doctor kabisa, na utapata na trainer if need be. Kuna spa, a wellness room wanaiita, ambao utafanywa massage, utafanywa kama unahitaji facial, unataka kusuka, unataka sijui kufanya nini. All those services are available kulingana na how much you have in your card. Kwa hiyo kwa kila kitu ambacho unakuwa unafanyiwa inakuwa deducted pale kwenye kadi yako, na ile kadi membership ni ya mwaka mzima. Haya, turudi huku kwa Dar es Salaam kwenye Maisha Bora Management Headquarters. Pale sasa wana a wellness room pia, kwa hiyo you can get a massage, you can get unaweza kuingia kwenye sauna, unaweza kufanywa body scrub na kadhalika, lakini pia unaweza ukaitiwa a psychologist, ukawekwa kwenye room ambayo ni very special kwa ajili yako, ukaenda ukaongea pale na psychologist. Unaweza ukaitiwa a trainer akawa anakuja kufanyia mazoezi kama ni pale pale au kwako nyumbani, or if you need a diet, kufanya diet, tuna meal plan pia pale ambao unaweza kuwa ukishalipia unakuwa unaletewa. Lakini muhimu pale muhimu kwenye kila kitu ni nini? Ni kuwa a member wa The Good Life. Ukisha tu kuwa member, hasa hivi vitu vyote utaweza kupata. Tena sasa hawa ndio wanazidi kunivuruga kama ambassador wao wanazidi kunivuruga. One of the benefits ya kama kwa mfano ya I think executive na VIP if I'm not wrong, unapewa mpaka nafasi ya kuwekeza kwenye projects kubwa hapa Tanzania ambazo kwa ajili ya legacy ya watoto wako. Kwa mfano wewe uko diaspora Cynthia, kumtegemea mtu au kumtuma mtu aende akakuangalizie sijui shamba wapi, sijui unanunua hilo shamba, lakini kuliendeleza, nani anakusaidia kuliendeleza? Nani ambaye atasaidia kusimamia? Nani ambaye you see? So sisi tuna a certain partners, tuna partners ambao tumeingia ubia nao. Wellness ni legacy, legacy ambayo unaiacha, unaachia watoto wako, na legacy ni one of the pillars that wao wanayo ambao waga wanaijali sana. I really like that. Ladies, women, hata men. Wellness is for everybody. Kama ulikuwa unafikiria kuhusu mambo ya afya tukumbuke sio kwenye mizani tu kupunguza uzito. Afya ni mambo mengi. Kuna afya ya akili, kuna afya ya mwili. Wellness ni kitu kikubwa. So kama na wewe unataka kuanza hii safari ya kuangalia afya yako, kuanza kufanya mazoezi, kuanza kula vizuri na kadhalika, sio tu kwamba unaweza ukaenda Genesis, hata wewe mwenyewe tu kwanza. I'm thinking, Barbara, kama bado hujaanza WhatsApp group, we should. Kwa hiyo kama utapenda kujoin WhatsApp group, then make sure unaacha comment hapo chini, and that way we can know how to reach you, ili kukupa information ya kuweza kujoin kwenye WhatsApp group, ili kuweza kupata support zaidi. So Miss Barbara, cha mwisho kabisa ni nini unachotaka kuachia wasikilizaji wetu? Naomba tu come join me for the safari yangu ambayo nimeianzisha. Safari sio kwangu mwenyewe, ningependa sana tuweze kufanya pamoja ili tuweze kufika mbali pamoja zaidi, yani tufike mbali zaidi pamoja. Naomba sana nitafuteni, lakini pia nitaanzisha WhatsApp group. I promise you nitaweka namba ya simu ambayo wewe utaweza kuijoin pale, alafu tuweze kwenda kwenye hii safari pamoja, kwa sababu I believe wellness is the good life. Kwenye Instagram ni Barbara Hassan M for mama, na Barbara yangu inaandikwa Barbara Hassan M. Alafu kwenye Facebook ni Barbara Hassan, na kwenye Twitter pia utanipata, na kwenye YouTube pia niko. Yeah. Awesome. Thank you so much, Barbara, kwa kuwa hapa nasi leo. Mimi nimejifunza kitu na I am so excited actually kujoin kwenye hii safari, kwa sababu kama nilivyosema, mimi mwenyewe najaribu kupungua, najaribu kuijali afya yangu. I'm doing this whole wellness thing. Nitapenda kuwa na mtu ambaye tuna hold each other accountable of our goals. So until next time, asanteni sana kwa kutujoin leo, na kama bado huja subscribe kwenye Jiongeza Podcast, please tafadhali fanya hivyo kwa click hiyo button hapo chini, na pia kugonga hicho kikengele ili kila ninapopost video mpya basi uweze kutaarifiwa, na naomba ushare pia hii video na link ya Jiongeza Podcast kwenye social group zako. Until next time, bye bye.